Bora matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka wa kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo ni majira haya ambapo tunaenda kupokea taarifa yetu ya habari kwa utendeti kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Afrika leo asubuhi tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na yapi yamejiri Mashariki ya Kati baada ya Marekani kushambulia vituo vitatu vya nyuklia ndani ya Iran. Israel na Iran zaendelea kushambuliana vikali. Je, kuna suluhisho la haraka kumaliza maafa? Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amesema pamoja na kwamba kumekuwepo na kauli mbiu mbalimbali za vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba, lakini itakapofika siku ya kupiga kura, akili za kuambiwa changanya na zako. Rais wa zamani wa Urusi ambaye kwa sasa ni makamu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, Dmitry Medvedev, amesema Rais Donald Trump atakuwa ameanzisha vita vipya vya Marekani na kuishambulia Iran. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameonya kuhusu alichokisema matokeo yasiyo ya na mkomo kufuatia mashambulio ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo, kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameonya kuhusu alichokisema matokeo yasiyo ya ukomo kufuatia mashambulio ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Awali siku ya Jumamosi, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa ndege za kivita za Marekani zimefika katika mashambulio kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, kikiwemo cha eneo linaloimarishwa zaidi cha kurutubisha urani lililopo chini ya ardhi huko Fordo. Kupitia ukurasa wake wa X, Araghchi ameshutumu Marekani kwa kufanya ukiukaji mkubwa wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, sheria ya kimataifa na mkataba wa kuzuia ueneaji wa nyuklia, na kuhimiza kila mmoja
na kila mwanachama wa Umoja wa Mataifa kulani kitendo hicho hatari cha Marekani. Rais wa zamani wa Urusi ambaye kwa sasa ni makamu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, Dmitry Medvedev, amesema Rais Donald Trump atakuwa ameanzisha vita vipya vya Marekani na kwa kuishambulia Iran. Kupitia ukurasa wake wa Telegram, ameandika Trump ambaye aliingia kama rais wa zamani ameanza vita vipya kwa Marekani. Vikosi vya Marekani vilishambulia maeneo matatu makuu ya nyuklia ya Iran, huku Trump akaonya Tehran itakabiliwa zaidi na mashambulio mabaya ikiwa haikubaliani na amani. Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amesema pamoja na kwamba kumekuwepo na kauli mbiu mbalimbali vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, lakini itakapofika siku ya kupiga kura, akili za kuambiwa changanya na zako. Kiongozi huyo mstaafu ameyasema hayo katika ufunguzi wa kongamano la kitaifa la sheria huko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan vya Iran vimeshambuliwa katika kipindi ambacho Rais Trump akionya kwamba Marekani itafanya juhudi za kuvilenga zaidi. Ikiwa serikali ya Tehran haikufanikisha upatikanaji wa amani. Jeshi la polisi nchini Tanzania limethibitisha kuwakamata watu wawili wanaodaiwa kusambaza taarifa potofu kupitia mitandao ya kijamii. Watuhumiwa hao wa Jackson Kabalo mwenye umri wa miaka 32 na Joseph Mrindoko mwenye umri wa miaka 37 ambao walikamatwa siku ya Jumamosi tarehe 21 huko Arusha. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, wawili hao ni wanajasiriamali na wafanyakazi wa majani chai wilayani Meru na wanadaiwa kutumia mitandao ya kijamii kinyume cha sheria za nchi hiyo. Hivi sasa wanazuiliwa na vyombo vya usalama huku uchunguzi ukiendelea. Aidha, polisi wamekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni kwamba watuhumiwa hao walikamatwa na watu wasiojulikana, ikieleza kuwa madai hayo ni uzushi. Saa chache baada ya Marekani kuishambulia maeneo ya nyuklia ya Iran, Tehran imerusha makombora 40 kuelekea Israel, kulingana na maofisa wa Israel. Sauti ya ving'ora vya usalama vilisikika mjini Tel Aviv, mlipuko ukiripotiwa Jerusalem. Kulingana na mamlaka ya watu 80 wamejeruhiwa, mjengo wa makazi huko Tel Aviv ukiharibiwa. Nini kinasababisha changamoto hii? Wakati wote kwamba kuna wakati ambapo vijana wanapitia changamoto, msikilizaji, na vijana wanahitaji kugutuka. Aanze kutuelezea uelewa wake juu ya neno hili, mdondoko wa elimu. Tunapozungumzia mdondoko wa elimu, inamaanisha ni kushuka kwa kiwango cha elimu ama kuacha shule, na waathirika wengi wa matukio kama haya ni wanawake, japokuwa na vijana wa kiume kwa kiwango chake. Raza, unataka kuzungumza? Karibu zungumza. Kwa jinsi ninavyoelewa mimi, mdondoko ni kama kuporomoka ama kushuka, aidha kwenye upande wa ufaulu au wanafunzi kutopenda elimu pia. Baada ya kusikia tafsiri ya mdondoko wa elimu kutoka kwa Razak na Margaret, tuangazie sababu zinazosababisha mdondoko huo wa elimu hapa mkoani Mtwara. Zipo sababu nyingi, kuna sababu za kiuchumi, kuna sababu za kijamii, lakini pia ndani yake kuna imani. Nianze kuelezea kwenye upande wa sababu za kiuchumi. Familia nyingi sana huwa hazijiwezi kiuchumi. Kwa hiyo unakuta imani inajengeka kwamba
ili mwanafunzi au ili mtoto aweze kufanikiwa lazima ajikite kwenye kilimo. Kwa mfano kwa upande wetu wa mikoa ya Pwani, kuzungumzia Mtwara, kuna shughuli za kiuvuvi. Kwa hiyo unakuta mzazi anamuhimiza mtoto abezi kwenye shule ambazo yeye mzazi anaziamini. Kwa hiyo hata ule muamko au mzazi kumhamasisha mtoto aweze kusoma na kwa kidogo ni mdogo. Margaret, uwepo wa mila ambazo zinachangia kwa namna moja ama nyingine wanawake ama vijana washindwe kufikia ndoto zao. Mfano mila ya jando na unyago. Kwenye jando na unyago, mtoto wa kike anafundishwa ni kwa namna gani anaweza kuwa chini ya mwanaume ama ni namna gani anaweza kuhandle familia yake. Kwa hiyo hata pale anapokuwa mkubwa anathamini ndoa kuliko elimu. Mwisho wa siku anajikuta kwamba anaacha elimu kwa sababu tayari amepata mafunzo ya kitamaduni na kuona kama familia ni kitu cha muhimu sana kulinganisha na elimu katika umri mdogo. Violet, vijana tulio wengi kwa sasa hivi tumeshindwa kuendelea na elimu kwa sana, kwa sababu hata familia zetu tunazoishi nazo wamekuwa wazazi wetu wakitukatisha tamaa. Pia wenyewe wanatuambia, wewe unaenda kusoma ili upate nini? Angalia kaka yako amesoma mpaka chuo, amepata nini? Nikitolea mfano mzuri, hata mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijapata ajira bado. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kumwambia kwamba aendelee na shule au kumshawishi, na wakati anakuona kabisa we mwenyewe bado hujapata kile kitu ambacho unataka. Kwa hiyo ni ngumu sana katika upande wa elimu kumshawishi mtoto kuendelea na elimu. Kwa hiyo Violet, tunataka kutuambia kwamba kuna sababu ambazo zinapelekea watu kutokuthamini elimu katika jamii hii, na mojawapo hilo ni kwamba umesema wewe hujaajiriwa, na maana kutopata ajira nayo inawezekana nikawa ni sababu ya watu kutokuwa na mwamko wa elimu ama kutotilia mkazo swala la elimu. Ndiyo, hiyo ni sababu moja kubwa kwa sasa, na pia kwa nyakati tulizo sasa hivi mtu anaamua ni bora ajikite katika kujitafuta yeye mwenyewe, ajiongoze kuliko kustruggle kusoma ili aje ajiriwe. Ndio, Ruben, nimekuona nao nataka kuongea hapo. Nataka niongezee kwa hapo kwamba kwenye swala la kushuka kwa elimu pia kuna issue ya wazazi pia wanashindwa kuangalia watoto wao vizuri, kwamba kuwajibika vizuri, kwamba mwanafunzi ametoka shule, mzazi uangalie daftari, ushike hichi, hutaki kujua chochote. Na kuna wengine wanawajibika, wanalipa tu ada, hataki kuuliza mwanae maendeleo yake kitaaluma darasani yapoje. Hayo mambo pia yanamshusha mwanafunzi na anamtoa kwenye hiyo motisha kwamba hapa natabii nisome, kwa kuwa mzazi huna muda wa kumfuatilia mwanao. Nini athari za haya yote ambayo yanaendelea? Mmeyazungumza, mmeyataja, mmeyaona. Athari zake ni nini kwa jamii hii? Athari ya kwanza ni kupunguza fursa za ajira za kipato. Wanawake ama vijana ambao wanaacha shule mapema hupoteza fursa za kupata elimu ya juu na stadi muhimu za kazi. Hii inawalazimu kutegemea kazi zisizo za rasmi au za kipato duni, jambo linalodumaza maendeleo ya kiuchumi. Mwisho wa siku wanaingia katika kazi ambazo zisizo rasmi. Unakuta wasichana wanaingia katika kufanya biashara ya miili yao, lakini pia kwa vijana wa kiume wanaingia katika makundi ya kihalifu kama vile wizi, ujambazi, unyang'anyi na kujiunga na vikundi vile ambavyo vinachochea uvunjifu wa amani. Ndio hali ambayo vijana wanapitia katika taswira kubwa. Wakati ambapo mtoto ametoka shuleni, amerejea nyumbani, basi jukumu la mzazi kuona kwamba anamshughulikia kwa njia ambayo inapendeza, kufahamu ufaafu wake wa maendeleo yake ya masomo yako vipi. Katika hatua ambapo vijana wa Mtwara walikuwa wanadadavua kwa kina yale ambayo changamoto ambazo zinakumba jamii na uwepo mzima wa masuala ambayo yanaweza kuwasaidia kuweza kugutuka kutoka katika hali ambayo wanakumbana nayo. Kimsingi wamezungumzia swala la ajira, ndio linawadedemaza wengi na kuwavunja moyo kutokuendelea na masomo. Jamii husika inapowasema kwamba wengi wamesoma, ajira ziko wapi? Na hali hiyo vile vile inawakatisha tamaa wazazi ambao wanajitahidi kulipa ada kuna kwamba watoto wanapata elimu ambayo ndio ufunguo wao wa sasa na baadaye. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa leo asubuhi, ambapo Israeli imeishambulia Iran na karibu imetamka wazi lengo la halisi la operesheni hiyo. Makabiliano hayo ambayo ni mabadiliko ya utawala katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran
Marekani yenyewe rasmi sasa imeamua kuisaidia Israel, mshirika wake wa muda mrefu. Mwishoni mwa wiki Marekani ilifanya mashambulio kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran ambayo ni Fordo, Natanz na Isfahan. Kilichoendelea kwa Hezbollah nchini Lebanon, kuanguka kwa Bashar el-Assad nchini Syria na vita vya Hamasa imeitikisa Iran. Hata kabla ya vita vya sasa dhidi ya Israel, Iran haikuonekana kuwa na washirika wengi, iwe katika kanda ya au duniani. Kwa sasa iko kwenye vita kamili dhidi ya mataifa makubwa na yenye nguvu kijeshi, Israel na mshirika wake Marekani. Je, nani anamuunga mkono Iran? Anapigana vita kipweke? Ndio swali ambalo namna hiyo kwenye Afrika Leo asubuhi inafaa tuweze kudadavulia. Katika eneo la Urusi, kwamba mshirika ambaye hawezi au hataki. Urusi, mmoja wa washirika wakuu wa Iran, ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kulaani mashambulio ya Israeli na kutoa wito kwa kupunguza mara kwa mara hali ya mvutano na usitishwaji wa mapigano. Uturuki na Uchina, ambazo pia zina uhusiano na Iran, zilichukua msimamo kama huo, lakini misimamo hii mikali haikusababisha hatua yoyote ya kivitendo. Ana Note, mkurugenzi wa mpango wa Urasia katika kituo cha utafiti wa kutokuwa kwa silaha za nyuklia, amesema na idhaa hii ya Kiswahili, Urusi haijatoa msaada wowote wa kijeshi kwa Iran. Bila shaka hakuna aliyetarajia. Urusi na Iran zilisaini makubaliano ya ushirikiano kamili mnamo Januari, lakini ilikuwa wazi tangu mwanzo kwamba makubaliano hayo hayakujumuisha msaada wa kijeshi iwapo kutatokea vita. Mwaka jana, wakati Israel iliposhambulia Iran kwa mara ya kwanza, Tehran ilitarajia Moscow ingepelekea mifumo ya kisasa zaidi ya ulinzi wa anga, lakini hilo halikutokea. Urusi ingeweza kweli kuipatia Iran vifaa vya ulinzi wa anga kama vile mfumo wa masafa mafupi ya Pasa S1 kulinda mifumo ya ulinzi ya masafa marefu au mitambo mingine dhidi ya makombora ya Israel. Urusi pia ingeweza kuuza idadi ya ndege za kivita za Su-35 ambazo hapo awali zilitengenezwa kwa ajili ya kuuzwa Misri na mkataba wake ukasitishwa kwenda Iran, ambayo ilikuwa imeeleza nia ya kuzinunua. Putin amesema katika mkutano wa watendaji wa mashirika ya habari za kigeni mnamo Juni 18 kwamba Iran haikuomba hata msaada kutoka Urusi katika siku za hivi karibuni. Kuhusu mifumo ya ulinzi wa anga, amesema kuwa Urusi ilikuwa imetoa ushirikiano kwa marafiki wa Iran. Wataalamu wanasema mikono ya Urusi imefungwa na vita nchini Ukraine, ambayo inabaki kuwa kipaumbele kwa Putin. Fabrice Balanche wa taasisi ya Washington kwa sera za mashariki amesema kwamba wajui hasa Putin na Trump wamesema nini kuhusu Ukraine. Ana Note amesema kuwa maafisa wa Urusi wanaeleza wazi kuwa Israel ina nguvu zaidi katika vita hivi na hawataki kuweka nguvu kwa upande ambao unaonekana kuzidiwa ama unapoteza. Uchina kujibu shambulio la Israel, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Uchina Lian Jian amesema nchi yake ina wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulio ya Israel dhidi ya Iran na ina wasiwasi mkubwa kuhusu matokeo mabaya yanayoweza kutokea kutokana na vitendo hivyo. Uchina inabaki kuwa mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran, ambayo iko chini ya vikwazo vya Marekani. Vikwazo vimewekwa mipaka ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili, ndio maana inapokea uwekezaji mdogo wa Kichina kuliko nchi za Guba. Lakini hili alijazuia Iran kuendelea na juhudi zake za kuimarisha uhusiano wake na Beijing. Mnamo mwaka 2023 Tehran ilijiunga na shirika la ushirikiano wa Shanghai ikitafuta kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Lakini Beijing ni taifa lenye maslahi la kimataifa yanayozuia migogoro ya kigeni kuathiri maslahi yake. Korea Kaskazini ni ushirikiano wenye mipaka. Pyongyang na Tehran zina historia ya kibiashara ya silaha kwa mafuta tangu miaka ya 80. Wakati wa vita vya Iran na Iraq, Korea Kaskazini ilituma silaha na makombora, wakati Iran ilituma mafuta na mbolea.
Kwa kweli wataalamu wanaamini kwamba kombora la masafa kati ya Shahaba 3 la Iran ni toleo ambalo Tehran ilitengeneza kutoka kombora la Nodong 1 la Korea Kaskazini ambalo ilipata katika miaka ya 90. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedumishwa hadi sasa, lakini una mipaka yake kutokana na vikwazo vikali ambavyo nchi zote mbili ziko chini yake. Venezuela, ingawa zimedumisha uhusiano rasmi tangu mwaka 1960 kutokana na baadhi ya wao kama waanzilishi wa OPEC au kuwa na ukaribu hasa hadi pale serikali ya Hugo Chavez na Mohamed Ahmadinejad, ndipo uhusiano kati ya Iran na Venezuela ulikuwa kwa kasi kubwa. Katika miaka 2000 Caracas na Tehran zilianzisha muungano wa kimkakati wa kusaini zaidi ya makubaliano 180 ya pande mbili katika maeneo mengi yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni zipatazo 17 za Marekani. Mengi ya makubaliano hayo yalibaki kwenye karatasi tu, huku wengine yakitekelezwa nusu tu na kisha kuachwa. Baada ya kifo cha Chavez mwaka 2013, uhusiano ulidhoofika, lakini uliimarika tena wakati Marekani ilipoweka vikwazo vya mafuta kwa Venezuela miaka 5 baadaye. Iran imesaidia Venezuela kwa kutoa viambato vya kemikali vinavyohitajika kuzalisha petroli kwa kubadilishana na dhahabu ya Venezuela. Nchi zote mbili pia zilikuwa zimebadilishana mafuta mazito ya Venezuela kwa mafuta mepesi ya Iran ambayo yanaweza kutumika kusaidia kuzalisha wa mafuta nchini Venezuela. Kufuatia mashambulio ya Israeli dhidi ya Iran, rais wa Venezuela Nicolas Maduro amedhibitisha tena kuunga mkono na ushirikiano wake na Iran. Cuba, Nicaragua na Bolivia, kwamba huko Amerika Kusini Iran ilikuwa na uhusiano wa muda mrefu na Cuba, iliunda ndani ya mfumo wa harakati ya nchi zinazofungamana na upande wowote. Lakini uhusiano wa karibu umeendelea katika miaka hivi karibuni, hasa kutokana na kuanzishwa kwa muungano wa karibu na Venezuela na washirika wake wa ALBA ambao unajumuisha Cuba yenyewe pamoja na Nicaragua na Bolivia. Nchi hizi zinashirikiana na Tehran chuki kali dhidi ya Marekani na huwa zinaungana kidiplomasia zikiratibu misimamo yao ndani ya mashirika mbalimbali ya kimataifa. Kulingana na Jenny, kama ilivyo kwa Venezuela, upweke wa kimkakati, ambapo katika makala ya kitaaluma yanayochapishwa mwaka 2014 Jenny alielezea upweke huu wa kimkakati, Iran iko peke yake duniani. Na hiyo ndio sehemu ambayo msikilizaji, ambayo asubuhi ya leo kwenye Afrika Leo asubuhi kuelezea kwamba vita hivi ambavyo Iran iko ndani iko peke yake ama inapata usaidizi, maana Israel inaungwa mkono na Marekani. Mpenzi msikilizaji, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Moja kwa moja msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza fanya hivyo wa kuweza kurusha hela zako kupitia njia hii ambapo ni 625 account number ni 0124508521 7800 till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako cha Kiswahili kinachokuwa kwa kasi zaidi duniani. Kwingineko, serikali ya DRC imeongeza kwa muda wa miezi 3 marufuku ya uuzaji nje wa Colbert inayokusudiwa kuzuia kufurika soko na kwa madini hayo. Muuzaji huyo mkuu wa Colbert duniani ameweka marufuku ya miezi 4
kwa mauzo ya nje mwezi Februari baada ya bei kushuka kwa miaka 9 kwa dola 10 tu kwa pauni. Marufuku hiyo inapaswa kuisha siku ya Jumapili. Marekani, mahakama ya kimataifa ya uhalifu imeombwa kurejelea upya ripoti ya siri ya kisheria iliyodai kwamba kauli ya Wagner limefanya uhalifu wa kivita katika Afrika Magharibi. Katika video, wanaume waliovalia sare za kijeshi wanaonyeshwa wakichinja maiti za watu wanaonekana kuwa za raia, kukata viungo vyao na kujipiga picha wakiwa wamewakata miguu na mikono. Serikali ya kijeshi katika eneo la Sahel limepambana na makundi yenye itikadi kali yenye mafungamano ya Al-Qaeda na kundi la Daesh. Mahakama ya Tunisia imetoa hukumu ya kifungo cha miaka 22 jela kwa rais wa zamani Mosefa Mazouka kwa tuhuma za kudhoofisha usalama wa taifa hilo. Mazouka ambaye amewekwa korokoroni kwa miaka 22, ambaye hakuwepo mahakamani, alikuwa rais wa kuanzia mwaka 2011 hadi 2014, anamtuhumu Sahel kwa kuanzisha utawala wa kimabavu baada ya kulivunja bunge mwaka 2011. Saidi anatetea hatua zake kama hatua muhimu za kuleta utulivu nchini Tunisia. Hii ni hukumu ya 3 dhidi ya Mazouki baada ya mahakama kuamua mwaka jana kumfunga jela miaka 8 na miaka 4 kabla ya kesi hiyo katika kesi nyingine tofauti. Kwingineko, kwenye taarifa nyingine, ambapo Makosetive Lamina au mfalme Mswati wa 3 kama anavyojulikana na wengi duniani, alizaliwa Aprili 19 mwaka 1968 huko Manzini, na ndiye mfalme pekee mwenye nguvu aliyebakia kwa sasa barani Afrika. Kwa jina lake ni Makosetive Lamini. Mwaka 1986 alitawazwa kuwa mfalme wa Swaziland kufuatia kifo cha baba yake mfalme Sobhuza wa pili, na hivyo kuwa mtawala mwenye umri mdogo zaidi duniani katika karne ya 20, akichukua nafasi hiyo akiwa na miaka 18 na siku 6 tu. Alijulikana zaidi kwa namna yake ya kuchagua wake zake kwa njia za ngoma. Mfalme Mswati wa 3 ameonyeshewa kidole kutokana na maisha yake ya kifahari, huku wananchi wake wakiishi katika umaskini. Kulingana na jarida la Forbes, utajiri wa mfalme huyo ulifikia dola milioni 500 kwa mwaka wa 2023. Mswati wa 3 kama anavyojulikana na wengi duniani alizaliwa Aprili 19 mwaka 1968 huko Manzini. Baba yake aliitwa mfalme Sobhuza wa pili na mama yake aliitwa Mfombi Thwala. Mwaka 1986 alitawazwa kuwa mfalme wa Swaziland kufuatia kifo cha baba yake, na hivyo kuwa mtawala mwenye umri mdogo zaidi duniani katika karne ya 20, akichukua nafasi hiyo akiwa na umri wa miaka 18 na siku 6 tu. Mfalme Mswati wa 3 ana mamlaka ya kumteua waziri mkuu wa himaya hiyo, baraza la mawaziri na wafanyakazi wa mahakama, japo hana uwezo wa kumchagua mrithi wake. Hata hivyo, kulingana na madaraka yake, mfalme Mswati wa 3 ana kinga ya kuto kushtakiwa. Katika utawala wake, mfalme Mswati wa 3 ameitembelea Taiwan mara 17 na hata kuahidi kulitambua taifa hilo. Mwaka 2021, mfalme Mswati wa 3 aliugua maradhi ya uviko 19 na baadaye kuishukuru serikali ya Taiwan kwa kufanikisha matibabu yake. Ikumbukwe kuwa mfalme Mswati wa 3 huchagua wake zake kupitia ngoma maalum ya kijadi ambayo hufanyika kila mwaka. Pia amenyooshewa kidole cha lawama kutokana na maisha yake ya kifahari, huku wananchi wake wakiishi katika dimbwi la umasikini. Kwa mfano, mwaka 2014 bunge la nchi hiyo liliidhinisha bajeti ya dola za Kimarekani milioni 61 kwa matumizi ya mfalme Mswati wa 3, huku 70% ya raia wa Eswatini wakiishi kwa chini ya dola 1.25 kwa siku. Alipiga marufuku upigwaji picha wa magari yake baada ya kutumiwa kununua magari ya kifahari kama vile Daimler Chrysler Maybach 62. Kulingana na jarida la Forbes, utajiri wa mfalme huyo
ulifikia dola milioni 500 kwa mwaka 2023. Mwaka 2018 Mfalme Mswati alibadili jina la nchi hiyo kutoka Swaziland na kuwa Eswatini. Nia yake ilikuwa ni kuondoa mkanganyiko na Switzerland, nchi inayopatikana katika bara la Ulaya. Kwa sasa ana wake 16 na watoto wanaokaribiwa kufikia 45. Haya, wake na watoto wanaelekea 45, ndio maisha hayo. Haya, elekea moja kwa moja kusoma maoni kadhaa, alafu baadaye ndio hali namna hiyo Afrika leo asubuhi. Banume Gerishomo Upalivi Mwene Mbanto anasema na hizo dola milioni 500 mbona falme wengine au uongozi wengine duniani pote haujawahi kuwaongelea kuhusu mapato yaliyo nayo? Haya, Hassan Kaapa anasema haikubaliki. Zabron na Nduwayo Palivelisha Nduwayo asema mfalme anatumikiwa na kuwa na watumwa, anatawala watu wengi kulingana na sheria za kifalme. Yeye ndiye mwenye maamuzi, akisema amesema. Aha. Haya, asubuhi njema kama ipote pale ulipo katika sehemu hii ambayo unaisubiria sana, ambayo ni Je Wajua. Je Wajua. Je Wajua. Imani za Kiafrika. Je, kipepeo mweusi anapoingia ndani ya nyumba inamaanisha nini? Je, kipepeo mweusi anapoingia ndani ya nyumba yako inamaanisha nini? Nasubiria kusikia kutoka kwako wakati ambapo utakuwa unayaweka wazi. Nataka kuelewa hata mimi nijue hayo ambayo nimeweza kukuuliza siku ya leo. Habari kuu ni kwamba shambulio la kujitoa mwanga la ua watu 22 kanisani Damascus. Mamlaka ya Syria imesema takribani watu 22 wameuawa na wengine 63 kujeruhiwa katika shambulio la bomu la kujitoa mwanga katika kanisa la moja mjini Damascus. Wizara ya afya ya Syria imesema mwanaume mmoja aliyefatua risasi na kutumia silaha katika kanisa la Kiorthodoksi cha Ugiriki la Nabii Elias katika kitongoji cha Dweila wakati wa ibada ya Jumapili jioni kabla ya kulipua vilipuzi, kulingana na wizara ya mambo ya ndani. Imesema mashambulio hayo alikuwa ya uhusiano wa kundi la wanajihadi la Islamic State au kuwa na madai ya mara moja kutoka kwa kundi lenyewe. Picha za video kutokana na ndani ya kanisa zinaonyesha madhabahu yaliyoharibiwa sana, viti vilivyofunikwa kwa vioo vilivyovunjika na damu iliyotapakaa kwenye kuta. Moja kwa moja anaelekea mapumziko.